Taarifa ifuatayo ninaanza na kunukuu mtazamaji. Hakuna kocha ambaye anafahamu soka kuniliko mimi nchini Misri, na klabu ya ANP ya Misri itakuwa na kibarua kigumu dhidi ya Gor Mahia. Mwisho wa kunukuu hiyo ndio mcheche za maneno ambazo kocha wa klabu ya Kogalo Zdravko Logaruchik aliyefoka huku akiandaa klabu yake kabla ya kuabiri ndege hadi nchini Misri kwa michuano ya dimba la barani. Hassan Juma na taarifa hiyo. Vilabu vya humu nchini vimekuwa na rekodi mbaya dhidi ya pinzani kutoka Misri, huku Sofapaka ikiwa ndio timu iliyojikwamua kutoka katika minyororo ya Misri. Lakini si kumbukumbu zinazomwasi lepe la usingizi kocha Gor Mahia Zdravko Logaruchik. Egyptians haven't got better skill than Kenyans. Egyptians, they haven't get better coach than Logaruchik. Kulingana na kocha huyu, ni bajeti kubwa ya pinzani ambayo imewashinda, lakini uwanjani hawatakuwa na chao. Those things should make me happy and my players happy, because we are looking for something, for some place where we're going to prove ourselves. I want to see how they coach, their coaches will compare with me. I want to see how their players will compare with my players. CAF waliweza kuandika barua kwa federation yetu hapa FKF wakisema kwamba mechi hii itaweza kuendelea na itachezwa kwenye kambi ya jeshi. Kwa hiyo, lakini baada ya hapo ndio tukasikia ripoti kwamba kuna visa vya ghasia pale Egypt na ofisi za federation zimechomwa. Timu hii inaabiri ndege kesho kuelekea Misri, japo changamoto ni fedha, kwani wanasema wameanza kuhisi uzito wa kushiriki katika michuano ya barani. Iwapo ni fedha zingalitumiwa kupima mizani ya mchuano huu, basi bila shaka timu ya Misri ingalifanya vyema. Walakini kocha Zdravko Logaruchik anaamini kwamba timu yake ya Gor Mahia itafanya vyema dhidi ya wapinzani kutoka Misri, licha kwamba watakuwa wanaanza mchuano huu wa kwanza ugenini. Hassan Juma, KTN katika uga huu wa City hapa jijini Nairobi. Na basi baada ya kauli hiyo kutoka kwa Zdravko, tunatarajia matokeo mazuri kwa klabu hii ya Gor Mahia na tunawatakia kila laheri. Na hatimaye mchezaji Daniel Onyango alifungia klabu ya Western Stima bao la kipekee katika mechi yao na mabingwa wa zamani Ulinzi Stars alasiri hii katika uwanja wa Bukhungu huko Kakamega. Mechi hiyo ikiwa ni ya tatu kwa timu hizo mbili iliwapa ushindi, ingawa walinda ngome wa kila upande walifanya kazi yao ipasavyo katika dakika 45 za kwanza. Mechi hiyo nusura ikamilike sare tasa, lakini bao la Onyango liliwatenganisha. Western Stima sasa imevuka hadi katikati mwa jedwali na alama 4 sawia na Ulinzi Stars. Western Stima walikuwa na alama 1 kabla ya mechi hii. KCB bado inaongoza jedwali na alama 7. Mabingwa watetezi Tusker FC watakuwa wenyeji wa klabu ya Karuturi Sports hapo kesho katika mechi ambayo kocha wa Tusker anatazamiwa kutumia kama zoezi la mechi yao dhidi ya El Ahly kutoka Misri siku ya Jumamosi.